Karibu sana kwenye ujasiriamali msikilizaji. Ili uweze kutengeneza sabuni ya magadi nzuri ya kuvutia, unahitajika kuwa na vitu vitatu tu. Karibu sana kwenye ujasiriamali. Naitwa Mwalimu Almasi kutoka Lodness Enterprises. Nimeweza kuandalia kitabu kinaitwa Ujasiriamali ni Ajira, ambacho nimekuandikia ndani yake sabuni za magadi, sabuni za kuogea, sabuni za miche, pamoja na sabuni za vipande ambazo ni sabuni tiba. Kwa karibu sana katika video ya siku ya leo, tuende moja kwa moja. Na kwa wale ambao wanahitaji madarasa yetu au wanahitaji nakala ya kitabu soft copy au hard copy, utanitext kupitia WhatsApp namba au utanipigia kupitia namba 0783 500 971. Karibu sana. Unahitajika kuwa na vitu vitatu kutengeneza sabuni ya magadi. Na unisikize kwa makini. Vitu hivyo ni mafuta ya mise au mafuta ya mbosa. Hicho ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, muhimu uwe na caustic solution, au unaweza kawa caustic soda ukaidiluti ukatengeneza caustic solution, nitaelezea. Lakini pia lazima uwe na rangi. Uwe na rangi ya blue, lakini pia kwa muonekano mtazamo inaweza ikawa ni nyeusi au dark blue. Haya mambo matatu msikizaji, nitajaribu kuyadadavua kiundani zaidi ili uweze kunielewa zaidi. Mafuta haya, tumia mafuta ya mise, usitumie mafuta ya mawese. Kwa sababu tunataka matokeo mazuri, tumia mafuta ya mise. Walau basi wastani wa bei usipate zaidi ya shilingi 67,000 kwa dumu la lita 20. Mafuta haya yasichanganywe na kitu chochote, ya mafuta piwa vile vile, mafuta ya mise. Unaweza kuchukulia Kigoma, unaweza kuchukulia Mbeya, unaweza kuchukulia Morogoro. Hii ndio mikoa mitatu ambayo inaongoza zaidi katika uzalishaji wa mafuta haya ya mise au mafuta ya mbosa. Jambo lingine la pili ambalo linaweza likawa na maelezo mengi zaidi ambalo ningependa ulisikie ni kemikali ambayo tutatumia, inaitwa caustic soda au sodium hydroxide. Kumbuka kwamba kemikali hii iko mithili ya unga au ya chenga. Na kemikali hii huandaliwa siku moja kabla siku ya uzalishaji. Kama kesho nazalisha au kesho natengeneza sabuni yangu ya miche au ya vipande au ya magadi, basi leo inanipasa niandae caustic soda, yani siku moja kabla siku ya uzalishaji. Unaandaje caustic soda? Lazima uchukue maji lita kadhaa na uchukue yenyewe caustic kilo kadhaa, unachanganya kwa pamoja, itareact na itakuwa ya moto. Yale maji uliyochanganya nayo itakuwa ya moto sana. Kwa hiyo hii itakufanya wewe usiweze kuzalisha siku hiyo hiyo. Lakini tofauti ni kwamba ikiwa unatumia mashine kuzalisha, lakini unaweza kutumia muda huo au siku hiyo hiyo. Lakini ikiwa unafanya uzalishaji wa homemade, yani uzalishaji wa kawaida kama huu ambao unaonekana, lazima utasubiri kesho yake ndio unaipima kabla ya kutumia. Kuna kifaa kinaitwa hydrometer, lazima upime na uconfirm ile bomba ambayo unaitaka. Alafu baada ya hapo utaangalia kipimo cha mafuta ulionayo, unaangalia na kipimo cha caustic ambacho kitatumika, yani caustic solution ambayo itatumika katika mafuta hayo. Wakati huo tayari umekwisha kupima kwa ile hydrometer yako. Kwa hiyo zingatia sana msikizaji. Kuna mafuta ambayo unatakiwa uchukue mafuta mazuri ambayo hayajachanganywa na chochote. Watu wengine pia kwenye mafuta hapo wanachanganya. Unakuta mtu badala ya kutumia mafuta ya mise, mafuta mise tunafahamu ni meupe, lakini mafuta ya mawese tunafahamu ni mekundu au ya karoti. Unapomwambia mtu usitumie mafuta ya mawese katika formula hii, yeye anaenda kuyachukua yale mawese au anauzwa mawese ambayo tayari yamebadilishwa rangi, akidhani kwamba yale ni mafuta ya mise. Hapana, mafuta mawese hata ukibadilisha rangi yanabaki kuwa mawese yaliyotolewa rangi. Haiwezi kubadilika jina au ubora au sifa za yale mafuta. Jambo lingine msikizaji, la tatu na la mwisho ni rangi. Unaona kwamba sabuni yetu ina rangi nyeupe, ina rangi blue, imetengeneza mawingu, yani blue na nyeupe. Hasa mawingu haya unayatengeneza kistadi kwa kutumia rangi ambayo unaitumia. Na rangi hii inakuwa ni special. Haimaanishi kwamba unachukua food color unaweka au unachukua rangi ya sabuni ya magadi unaweka, hapana. Utapata matokeo mengine tofauti kabisa. Kwa hiyo zipo rangi maalum ambazo unapaswa kuzitumia kwenye uzalishaji wa sabuni ya magadi ili kupata matokeo mazuri ambayo yatakufanya wewe uweze kuwini na kufanya vizuri katika soko lako. Lakini pia itakusaidia kutofautisha na watu wengine ambao hawazalishi katika ubora. Karibu sana kwenye ujasiriamali. Nimekuletea mambo matatu leo ambayo nahisi kwamba yanaweza kukusogeza na kukusaidia kiasi fulani.
Kama unapenda kujifunza zaidi, basi unaweza ukanitext WhatsApp kupitia 0783500971. Aidha unahitaji nakala ya kitabu au unahitaji madarasa yetu ya WhatsApp. Karibu sana na asante kwa kuweza kunifuatilia.